alimpoteza mpendwa wake miaka 5 yapata sasa. Alikuwa ni mume wake mpendwa na akaitunza familia pamoja na yeye, wakaijenga familia na wakajenga mji huu ambapo tumerudi. Lakini Mwenyezi Mungu alimchukua mapema kutoka kwake na kutoka kwetu, na kweli amekuwa ni sababu ya masikitiko makubwa. Watanzania tulisikitika, lakini hatukomi mpaka leo. Hata kama miaka 5 imepita, bado tunaendelea kusikitika kwa sababu tunaona Mungu alimchukua mapema Rais John Pombe Joseph Magufuli. Mama Janet anasikitika, tunamuombea faraja, Mungu azidi kumuimarisha. Na ni kweli katika namna hii ndipo tunashinda kifo, kwa kuungana pamoja. Tukio la kifo linapotokea, tunalishinda kwa kuunganika, kwa kukaa pamoja, kwa kusali pamoja, kwa kuomba, na hata kufanya yale madhehebu ya dini zetu kwa ajili ya kusindikizana kwa Mungu ya maziko. Ni katika kusaidiana ndipo tunaweza kushinda kifo. Kumbe tunapokutana hapa, hatuishii tu kusikitika kwa sababu mpendwa wetu ameondoka sasa miaka 5, lakini katika tukio hili tunataka kuchota kitu kizuri cha kutujenga kama watoto wa Tanzania. Ukisoma maandiko matakatifu katika kitabu cha Waamuzi utakutana na habari ya Samsoni aliyekuwa mwenye nguvu, na katika matendo mengi aliyoyafanya ya kutisha na kustajabisha lilikuwepo lile la kuua simba kijana aliyekuwa anaua watu. Akapigana naye Samsoni akamuua yule simba, na baada ya siku 3 akakuta nyuki wametengeneza asali. Na Samsoni alitumia fundisho hilo kwa ajili ya kuambia wa Filistini na binti Delila aliyekuwa akimwangaisha kila wakati kujua asili ya nguvu zake. Akawaambia, nitawapa fumbo, iwapo mkilifumbua nitawaambia asili ya nguvu zangu. Akasema, kutoka mla watu kimepatikana kitu kitamu cha kuliwa. Ni nini? Kumbe akaja baadaye akafufunua, kutoka katika simba yule aliyekuwa mla watu, alianaua watu, nyuki wametengeneza asali na ameipata. Kweli tunapoishi duniani pengine tunaishi vibaya, tunaanguka, tunatenda vibaya, tunafanya matendo mabaya, lakini katika imani ya Kikristo ya Kikatoliki tunapaswa kutambua kwamba pengine hata katika mambo mabaya au katika maanguko yetu, Mungu ana nafasi ya pekee, anazalisha kitu kizuri. Imani hiyo ndio inatufanya kila wakati tuje, tunajua sisi tunaanguka, tunafanya mabaya, na tunamlilia Mwenyezi Mungu tukijua kwamba yeye anaweza kuangalia hata katika kutenda kwetu kubaya, katika kazi zetu pengine ambapo tunaanguka zisizo nzuri, akapata kitu kizuri cha kutuokolea. Kwa hiyo sisi tumekusanyika hapa kutolea kazi nzuri za Rais John Pombe Magufuli alizozitenda zimsindikize kama sadaka mbele ya Mwenyezi Mungu, mbele ya kiti cha huruma. Lakini tumekusanyika hapa kumlilia Mwenyezi Mungu, ikiwa kuna sehemu alianguka, basi Mwenyezi Mungu katika huruma yake amsamehe na amtukuze na kumuinua kutoka katika udhaifu wake, kwa kumsamehe na kumsafisha na kumfuta makosa yake na kumfanya awe miongoni mwa wateule na watoto wake wapendwa watakatifu. Tumekusanyika kwa ajili ya kudumisha udugu. Tumekusanyika kwa ajili ya kushinda kifo kama ambavyo nimekwisha kuja sema. Lakini tumekuja kujipanga upya. Naamini kama nchi, hata kama si watu wote wa Tanzania wote wako hapa, sisi tunawawakilisha kutoka katika sehemu mbalimbali. Tumekuja kuchota katika kisima hiki ambapo busara za Rais Magufuli na kazi zake njema tunazikumbuka vizuri. Hatutaki kuishia katika masikitiko tu ya utengano uliosababishwa na kifo, tukabaki tumenuna, tumekasirika, tumekwazika kwa sababu mpendo wetu hatunaye tena. Lakini tumekuja kujipanga upya tukijua kwamba kifo hakimalizi maisha yetu, na hata kifo hakimalizi kazi njema zetu tulizozitenda. Watu wanapokutana na tukio la kifo huwa wanasikitika, wananuna na wanakosa matumaini, wanakata tamaa. Na hata kwetu Tanzania katika mila na desturi zetu tunakutana na mambo hayo ya masikitiko yanayoletwa na kifo. Lakini katika watu mbalimbali katika dunia, kifo hakijazoeleka, kinaleta hofu, kinaleta oga, kinaleta utengano, ni kweli, na kinaleta upweke. Kumbe mambo hayo na mengine yanayosababishwa na kifo
yanaleta masikitiko. Watu wanasikitika wanapofiwa, hasa wanapofiwa na wapendwa wao, kama sisi tulipofiwa na mpendwa wetu Rais John Pombe Magufuli, miongoni mwa wengine waliokuwa viongozi wa nchi yetu. Watu wa kale katika nchi ya Mesopotamia ya zamani, kabila la zamani la nchi liitwayo watu wa Sumeri, walisikitika sana walipokuwa wanakutana na kifo. Watu hawa waliomboleza kwa kulia sana, wakakata tamaa. Hata katika ulimwengu wao wa upagani hawakumjua, walikuwa hawajapata kumjua Mungu wa kweli. Walifikiri maisha yanamalizwa na kifo, ukisha kufa ndio mwisho, na pengine maisha yao, namna yao kuishi ilikuwa ni kufahana au konda mali kufa kunakuja, fuja mali kufa kwaja. Walipokuwa wanakufa wanasikitika sana. Katika kulia kwao walialikana hata kulia, lakini hata wengine katika kulia na kuomboleza walijikatakata na viwembe, wakajipiga kuonyesha masikitiko yao. Lakini kwetu Ukerewe na hata maeneo haya yetu ya Usukumani huku Geita, watu pia wanasikitika na wanakumbuka wanapofiwa. Ukerewe kwa mfano, kuna desturi ya kumaliza kifo. Kifo kinapokuja watu wanapambana nacho waweze kukimaliza, na hata katika jitihada hizo pengine tunaanguka katika dhambi. Kuna mila za kusomboka, au kisiwa cha Ukara wanasema okwela. Mtu anapofiwa, kama ni mwanamke, anapaswa kutafuta mtu wa kufanya naye tendo la ndoa ili ammalize, yani ile kumsafisha, is a kind of purification, death purification, kusomboka wanasema hivyo kwa Kijita. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Next, I set a priority and a due date to keep things on track. I create custom masamba kwa ajili ya kuwakumbuka. Labda kwa namna fulani vinafanya kazi kama kikanisa kidogo, tunaweza kupata mbegu hiyo ya imani. Lakini kuna hofu hiyo pia ya kuona kwamba kifo kinatisha. Watu wa Papua New Guinea, ambayo ni Indonesia, ni sehemu ya Indonesia, kabila moja linaloitwa Dani, wenyewe wanapofiwa na desturi ya kuonyesha masikitiko hayo kwa wazi kwa nje, ili unapokuja kukutana naye umtambue kwamba huyu ameisha guswa na kifo, ameisha fiwa, pengine amefiwa na mpendwa wake. Na kadri wanavyofiwa wanafanya ishara ya kujikata vidole, kumbe ataanza kila anapofiwa mtoto wa kwanza anakata kidole kimoja cha mkono, cha pili. Kama alikuwa na watoto wengi atamaliza vidole, na unapokutana naye basi uweze kutambua kwamba alishakutana na kifo. Wapendwa, ndugu zangu, sisi ni binadamu, na pengine katika kuondokewa na wapendwa wetu tunasikitika, lakini masikitiko yetu yatuzalie kitu kizuri. Hatupaswi kuishia katika kupoteza imani na kuweweseka, pengine katika mfadhaiko na mifarakano, lakini tunapaswa kutambua kwamba Mungu ametupa maisha haya ya duniani ya muda, ili tuyatumie vizuri kwa kazi njema, yatuzalie maisha ya kudumu mbinguni. Na kazi hizi njema ndizo tunazozitolea na kuzikumbuka katika kazi na maisha ya Rais John Pombe Magufuli, ambaye Mwenyezi Mungu kama muumba wetu alimtoa kwa nchi ya Tanzania. Ile tarehe 29 mwezi wa 10 1959, mtoto aitwaye John Pombe Magufuli alizaliwa huku Chato katika mkoa huu wa Geita. Alikuwa katika jitihada ya kujitahidi kuishi vizuri kama kijana Mtanzania. Akaenda shule akasoma elimu mbalimbali, na hasa tunaambiwa alipopea katika elimu ya kemia na hisabati. Kama kijana alitenda mambo mazuri ya kusoma, kutimiza wajibu wake wa kusoma vizuri kwa bidii, na mpaka kafaulu, amefika chuo kikuu. Lakini baadaye kazi alizozifanya, amekuwa mwalimu mwalimu wa kemia na nafikiri na mahesabu, amefundisha nafikiri ni Sengerema sekondari kama nakumbuka vizuri. Lakini baadaye ameingia katika uongozi wa nchi yetu, kwanza kwa kuchaguliwa kama mbunge katika jimbo la Biharamulo Mashariki, sasa hivi tunaliita jimbo la Chato. Lakini akateuliwa kwa vile alionekana kuwa mtu mzuri, kijana anayetenda kazi nzuri, kushika nafasi mbalimbali za waziri katika nchi yetu, waziri wa ujenzi, waziri wa ardhi, waziri wa mifugo na uvuvi, na kazi nyingine nyingi alizozifanya.
Hizi kazi nzuri zote tunataka zitukumbushe namna ambavyo sisi kama Watanzania tunapaswa kuwajibika leo na kutenda kama watoto watukuka wa Tanzania. Tuige hawa waasisi wa nchi yetu na ndugu zetu waliotutangulia kama viongozi mashuhuri. Mafanikio ya kazi njema za Magufuli tunayakumbuka pia katika ukusanyaji wa kodi wenye mafanikio. Lakini tunakumbuka pia kudhibiti matumizi tobo na holela ya serikali na sekta binafsi. Matumizi yanavujisha kama tobo linavujisha. Rais Magufuli tunakumbuka alikataa namna hiyo ya kuishi. Lakini tunakumbuka kwamba alikuwa ni mtu mashuhuri katika kuiunganisha nchi kwa ujenzi wa barabara nyingi na nzuri kiwango cha lami. Tunakumbuka kwamba amenunua ndege nyingi za ATCL, lakini tunakumbuka kwamba amejenga pia meli na vivuko vingi. Wakati ule mvi ukara inaua watu kule kisiwani Ukerewe, mara moja alileta feri nzuri. Tuna utaratibu wa vivuko vizuri ambavyo vimeenea katika maziwa mbalimbali ya nchi yetu na vinawahudumia watu. Tunamkumbuka Rais John Pombe Magufuli kusimamia vema na kukuza moyo wa uzalendo katika nchi na sekta mbalimbali. Heri watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha na kutenda vizuri. Kwa kazi hizo njema tunakumbushwa nasi kutenda vizuri. Tujiweke tayari, kwa vile saa tusiyoijua ndipo mwana wa mtu ajapo kutuita. Wapendwa, tunapotenda vizuri Mungu anafurahia na anazipenda kazi zetu njema kama sadaka kwake, na anatutuza katika kazi nzuri. Maisha yanayopambwa na kazi njema, maisha yetu yanayopambwa na kazi nzuri na mahusiano mazuri yanamfurahisha Mwenyezi Mungu. Na tukifika mbele ya kiti cha huruma na cha hukumu, basi anaangalia hayo. Na kama mlivyokwisha sema, kama tumeishi vizuri, anatutukuza na kututuza kwa uzima wa milele. Mungu katika kuishi kila nchi anajipatia watoto wake, watu wake wema wanaojitoa kwa ajili ya kutenda kama sadaka kwa wengine. Kazi mbalimbali za Rais Magufuli ambazo pia zinaungana na zile ambazo waasisi wengine wamezifanya, Mwalimu Nyerere, Karume, Rais Mwinyi, Mkapa, au ambao Mwenyezi Mungu amekwisha waita. Tunazikumbuka zote hizo, na kwa namna ya pekee basi kazi ambazo zimefanyika katika ulimwengu huu wa sayansi na teknolojia katika zama hizi ambazo ni za maendeleo makubwa zinatukuka sana katika ubora wake nchini mwetu, kwa kusimamiwa na pengine kuanzishwa kuasisiwa na Rais John Pombe Magufuli. Katika adhimisho hili tunatolea kazi hizo njema Mwenyezi Mungu azipokee. Mungu anafurahia kama ambavyo nimesema, tunapoishi na kutenda vizuri. Katika maandiko matakatifu, ukisoma kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya 44 mpaka ya 50, Mungu ana kundi la watoto wake ambao wameishi kisikivu, ambao wamempendeza kwa kazi zao nzuri, matendo yao mazuri, wakiwahudumia bila kujibakiza watu wake na taifa lake. Hata leo Mungu haachi kuwatuza wale watu ambao wanatenda vizuri. Hata sisi kama Watanzania, kama wana wa Tanzania, ni wana wa Mungu pia, tukiishi vizuri kwa umoja, kwa upendo, na tena tumekwisha ongea sana katika haki, tukaishi katika ukweli. Rais Magufuli alisisitiza, nataka kweli, tuwe wa kweli, tukaishi hivyo katika kweli. Mungu anafurahishwa na sisi, atatutuza na tutabaki wa kukumbukwa daima. Kwenye kitabu chake kitakatifu na vitabu vingine vitakatifu, najua hata katika Qur'an anaongea juu ya kazi nzuri, juu ya watumishi wake wanaotenda kazi vizuri. Lakini vitabu vyote vya dini vinaeleza, sisi katika Biblia, Yoshua bin Sira imepambwa na kazi njema za watu. Hiyo sura ya 44 mpaka ya 50, nendeni mkasome baadaye, lakini nitataja na kuwasomea machache. Mungu anasemaje? Matendo mema yanadumu. Matendo mema yanatufikisha kwa Mwenyezi Mungu. Matendo mema yanalipa. Matendo mema yanabaki wala hayaishi. Walatini wanasema scripta manent e verba volant, kwamba kilichoandikwa ukitenda vizuri ni kama umeandika, umeacha kitu cha kidumu, kinabaki daima. Lakini ukiongea tu bla bla na nini bila matendo, basi yanapita, ni kama maneno matupu. Tena Kiswahili tunasema hayavunji mfupa.
Matendo mema ni hazina yetu. Matendo mema ni hazina yako. Kazi njema zinaokoa wote, zinafaa wote, na zinapendwa na wote na kukumbukwa na wote. Hilo ndilo tunalolikumbuka leo tunapokuja hapa Chato kumwombea na kumsalimu Rais Magufuli anayepumzika katika kaburi hili hapa, lakini katika imani kwamba anapumzika mikononi mwa Mungu. Mungu na jamii ya watu wake wapendwa wanapendezwa sana na kufurahishwa na matendo mema. Mema yatendayo na mtu yeyote anamfurahisha Mungu. Yoshua bin Sira anasema, sasa na tuwasifu watu mashuhuri, wazee wetu na vizazi vilivyopita. Bwana aliwapa fahari kubwa, akawafanya wakuu tangu siku za kale. Walikuwako wale waliotawala falme zao mashuhuri, waliojaa busara, watangazaji wa unabii. Wengine waliongoza mataifa kwa mawazo yao, wakawa wenye maarifa ya elimu na faida ya watu, wenye hekima katika maneno na mafundisho yao. Walitunga nyimbo kwa ufundi, wakabuni mashairi na kuyaandika. Walikuwa matajiri wenye mali tele, wakaishi kwa utulivu katika makazi yao. Hao wote waliheshimika katika vizazi vyao, wakawa wenye fahari nyakati zao. Baadhi yao waliacha jina jema duniani na watu wakatangaza sifa zao hata leo. Wako na wengine ambao hawakumbukwi, wao wametoweka, wakawa kama hawakuishi. Kama hujafanya vizuri, tusipofanya vizuri hatutakumbukwa, tutatoweka kama upepo, kama kivuli, kama moshi. Walikuwa kana kwamba hawakupata kuzaliwa, kadhalika na watoto wao baada yao nao hawakumbukwi. Kumbe wapendwa ndugu zangu, tunaalikwa tuishi vizuri. Mungu anasema, lakini wale wengine waliokuwa watu wema, ambao matendo yao adili hayatasahaulika, mali yao ubaki na wazawa wao, na huo ndio urithi wao. Vitu vingi ambavyo Magufuli amevifanya hapa, miradi hii yote imebaki na sisi wazawa wa Tanzania. Sisi ndio watoto. Ama barabara hii, daraja la Busisi ya kulipita, mimi juzi nimepita, na nafikiri hata ninyi wengine wote mmepita. Hii treni ya kasi sidhani kama mliipanda. Sisi tumeanza kuipitia kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma. Vitu vizuri vimebaki na sisi tulio watoto wao. Hiyo ndio kumbukumbu ya daima ambayo inamfurahisha hata Mwenyezi Mungu. Wazawa wao uzingatia agano, na kwa ajili yao wataendelea kufanya hivyo. Nasaba yao itadumu milele, na fahari yao haitafutika. Miili yao ilizikwa kwa amani, na majina yao yanadumu kizazi hata kizazi. Watu watasimulia hekima yao, na jumuiya ya watu itatangaza sifa zao. Ukisoma Yoshua bin Sira sura ya 44 aya ya kwanza mpaka ya 15, nakutana na mambo hayo mazuri ambayo nabii huyu wa Mungu anayasema katika kinywa cha Mungu. Kwa kinywa cha Mungu anatuambia jinsi ambavyo fahari kuishi vizuri. Anatutajia watu wachache ambao tunaona maisha yao na mwangu wao katika maisha na mazuri na kazi njema za Rais John Pombe Magufuli na waasisi wengine waliofanya vizuri katika nchi yetu, na viongozi wengine waliofanya vizuri kwa nchi yetu. Hata pia wako viongozi wastaafu hapa, mawaziri wastaafu wako hapa, waziri mkuu mstaafu, mawaziri wastaafu, na ndio wako hapa, wamefanya vizuri. Sasa nafikiri mnastarehe vizuri mnaishi vizuri, tunaombea hivyo muishi kwa amani. Sasa Enoki alimpendeza Bwana, akachukuliwa mbinguni. Yeye alikuwa mfano bora wa toba kwa vizazi vyote. Kumbe tunapoishi tuwe tayari kutambua mapenzi ya Mungu, na kama tumetenda dhambi tusikose kutubu, tusiache kumlilia Mwenyezi Mungu. Enoki anatukuzwa kwa sababu alikuwa ni mtu wa toba. Pale tulipoanguka tutubu, tuombe huruma na msamaha. Noa alionekana mkamilifu na mwadilifu. Yalipokuja maangamizi akawa mwanzo mpya wa ubinadamu. Yaani watu wazuri wanaelezwa. Abrahamu alikuwa mzee maarufu wa mataifa mengi. Hakuna aliyekuwa na fahari kama yeye. Alishika sheria ya Mungu mkuu na Bwana, akafanya naye agano, akamilikishwa katika mwili wake agano hilo.
Musa au Mose, mtu mwema aliyepata kibali mbele ya watu wote, akapendwa na Mungu na watu. Ni furaha kubwa sana kumkumbuka Musa. Bwana alimfanya mwenye utukufu sawa na malaika, mwenye nguvu, na alipewa amri 10. Mungu alimwonyesha sehemu ya utukufu wake. Alikuwa akiongea na Mungu kana kwamba anaongea na rafiki yake. Bahati gani! Ukiwa mtu mzuri, Mungu atakutukuza. Na vijana mko wengi hapa, nimeshaona wanafunzi na nini, mjitahidi kukua vizuri. Aroni, Bwana alimwinua akampa ukuhani. Mungu alimpatia mavazi mazuri, akamvika vizuri, akamvika joo la utukufu. Alimzungushia makomamanga, akampa mahitaji yake, na kengele nyingi za dhahabu zitoe sauti mbele yake kila atembeapo. Alikuwa ana watumishi. Phineas mwanawe Eleazari ni watatu kwa utukufu, maana alisimama imara wakati watu walipoasi. Kumbe tusiwe vigeugeu, tusimame imara hata katika dini, katika maadili, hata katika utaifa pia. Tunapokumbuka hili pia tuuishe moyo wa uzalendo, tusimame imara kama Watanzania, tuwe kitu kimoja. Yoshua mwana wa Nuni alikuwa shujaa vitani, alikuwa kama jina lake mkombozi lina maana, Yoshua lina maana ya mkombozi. Alikuwa ni mtu mkubwa wa wateule wa Mungu. Yoshua alisimamisha jua akapigana vita. Mungu akamsikiliza sala yake mpaka aliposhinda. Tukiomba Mungu anatusikiliza, tukiishi vizuri Mungu anatusikiliza na anatenda kwa ajili yetu. Kuna waamuzi waliofanya kazi nzuri. Kuna Samueli alipendwa sana na Bwana, akawa nabii wa Bwana, alianzisha ufalme, akawapaka mafuta watawala na watu wake. Sisi tunalo jukumu la kuwaombea ninyi viongozi wa serikali, na tunawaombea sana. Na tunawaombea pia, basi muwe wasikivu. Mungu awalinde na kuwatunza. Muwe vyombo vyake na sote tuwe vyombo vyake. Nathani alikuwa nabii nyakati za Daudi, akafanya kazi nzuri ya kumshauri Daudi kama mfalme. Kumbe sisi pia tunaowazunguka viongozi tuwashauri vizuri, tuwe Nathani, sawa? Tufanye kazi nzuri. Tuwashauri vizuri viongozi wetu. Daudi kama vile mafuta ya tambiko ya amani yanayochaguliwa na kutengwa, na ndivyo na Daudi alivyokuwa. Yeye alicheza na simba kana kwamba anacheza na wanambuzi, alicheza na dubu kana kwamba anacheza na wanakondoo. Wakati wa ujana wake aliua jitu kwa jiwe la kombeo lake, alimuua Goliati. Kijana mdogo aliyemtegemea Mwenyezi Mungu, Mungu anatenda kazi ndani mwake. Kumbe hata ukiwa kijana mdogo, vijana mnaoanza kazi, ukiishi kifanikio. Kwa neno la Bwana tukio hili la muhimu la kumbukumbu ya kudumu na ya daima ya kumkumbuka na kumwombea jifunze, kila mmoja atoka akatumike vizuri, kila mmoja akatumike vizuri. Maaskari wetu mkatumike vizuri, mko hapa mnatulinda vizuri, mkatumike vizuri, mlinde nchi vizuri na mipaka yake na watu wake. Na kazi yenu ni kulinda watu wa Mungu, watu wenu wa mfanye kazi nzuri. Viongozi wa vyama msilete fujo, mfanye kazi vizuri.
muwe vyombo vya Mungu, watu wa Mungu. Tunataka upendo, tunataka umoja. Wala chokochoko hizi zinazosikika juu ya muungano sijini ni nini, sisi zinatoka wapi? Hebu tujirudi. Hawa wazee tunaokuja hapa, kama tumesafiri huko tumekuja Chato hapa, basi nafikiri tumekuja kweli kujifunza. Tumekuja kujipanga, nimesema hivyo, kujipanga kuishi vizuri kama watoto watukuka wa Tanzania. Na hapa ni hapa. Yaani mwenda tezi na homo marejoni Ngamani. Hapa ndipo Ngamani. Sisi ni wa Tanzania. Utaenda wapi, utarudi hapa. Mimi huwa nashangaa sana, labda kama hujawahi kuishi nchi za nje. Lakini mtu yeyote aliyeishi nchi za nje atajua kwamba kwao ni Tanzania. Hutasahau Tanzania. Na mimi nimeishi huko miaka mingi, najua. Hakuna nchi itakayokuwa mbadala wa nchi yako. Sisi ni hapa. Mungu alitutenga hapa kama Watanzania. Kwetu ni hapa, na atatukuta hapa na tuokolea hapa hapa. Hakuna mbadala. Tukivuruga amani sijui na nini na nini, hatutapata mali. Tutaenda tu kama wakimbizi. Tutaenda tusije kama watu gani. Na ukienda kule nchi nyingine, kwanza tunafika hata lugha hujui. Nakumbuka shida nilizozipata mara ya kwanza nilipofika Italia, zile wiki za kwanza sijajua Kiitaliano. Neno la kwanza nililojifunza la Kiitaliano ni kwenye ndege. Nilipopanda ile ndege Ethiopia Airways, nikaona neno pale limeandikwa vietato fumare. Yaani inazuiliwa usivute sigara. Ndio nilikuwa najiuliza hii ni lugha gani? Unafika pale unataka hata yaani vitu vidogo uwezi. Lakini kuna taratibu, nchi zilizoendelea zina taratibu zao. Huwezi kukurupuka tu hata kununua kitu mpaka uwe na document. Huwezi kuamka tunaenda dukani, kwanza lugha ujue, lakini hata kununua tu mpaka uwe na document. Hebu tufurahie nchi yetu. Tujione kama Watanzania. Tunapowasifu hawa wazee wetu, basi sisi tuliopo sasa tujipange vizuri na tujiunde vizuri. Wapendwa ndugu zangu, nimalizie kwa kusema kwamba iwapo tumekuja hapa Chato kwa ajili ya kumuenzi Rais John Pombe Magufuli, ambaye Mwenyezi Mungu amemwita kama mtoto mtukuka wa nchi yetu, akatuacha katika masikitiko na simanzi, lakini akatuachia kazi nzuri, tembea tunalinga kama Watanzania, basi tujifunze kuwa wamoja, kupendana, kuheshimiana na kulindana na kuthaminiana. Leo kumbukumbu hii itufanye tutambue kwamba maisha yetu yanatutaka tuache alama nzuri duniani na Tanzania, kazi nzuri za ushuhuda wa maisha yetu yaliyo mazuri, yanayopambwa na kazi nzuri kama hizi za Rais Magufuli. Kila mmoja, kila Mtanzania pale tulipo, kila mmoja ashushe ndoo mahali alipo, achote maji mazuri, fanye kazi nzuri. Kila ofisi ni ya muhimu, kila mtu ni wa muhimu. Hata kama unafanya biashara, una meza yako, una nini, wewe ni wa muhimu. Chapa kazi kama Mtanzania. Rais Magufuli alipenda tuchape kazi. Tuchape kazi nzuri. Tunajifunza pia kwamba Mungu alituumba bila sisi kuwepo, lakini hata tukomboa bila sisi kuwepo. Walatini wanasema kikiri habitete sinete noni salubhabitete sinete. Aliyekuumba wewe bila wewe kuwepo wala kutaka, hata kuokoa wewe bila wewe kuwepo wala kutaka. Kazi nzuri zilizofanywa na Magufuli ni jitihada ya ukombozi. Ukombozi pia unapatikana katika kazi nzuri. Ukombozi wa Watanzania unapatikana katika maisha mazuri. Ukiishi vibaya, hata moto unaanzia hapa duniani, lakini ukiishi vizuri, mbingu unaanzia hapa duniani. Mbingu imeshikamanishwa na, yani ni siri tu, mpaka mimi wanasema, nafundisha kwamba mpaka kati ya kilicho kizuri na kitu kibaya, au hata kati ya mbingu ni kama makucha, ni kama makali ya wembe. Mbingu inaanzia duniani. Ndugu zangu, huwezi kurukia mbinguni kama umetoka mbaya hapa. Kama tunatamani kwenda mbinguni, ile siku ya mwisho, ile saa, ile dakika ya mwisho, walau tupe kifo chema katika utakatifu, ndipo tutaweza kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu, tutakaweza kwenda mbinguni. Kumbe Mungu anatutaka kila mmoja atumike kama chombo chake, na kama tumekwisha jitambua kama Watanzania, basi tujitambue kama watoto wa Mungu wa Tanzania nzuri, ashiriki katika kuleta ukombozi. Kazi nzuri za tunazozifanya katika hospitali, katika mashule, katika nini,
zinaendeleza kazi ya ukombozi ya Mungu ya Kristo. Hizi kazi ni kazi za ukombozi. Mabarabara mazuri ni kazi za ukombozi. Vyombo vizuri vya usafiri ni kazi za ukombozi. Vyombo vizuri vya teknolojia ni kazi ya ukombozi, na ndio tunatumia hata hizi microphone hapa. Ni dini, tunaongea mambo ya kidini sasa, lakini tunatumia teknolojia. Sayansi zote katika liturujia zinakuja kutumika kama vyombo. Hapa tunapozungumza, tunapomwabudu Mwenyezi Mungu, sayansi zote ziko hapa. Zote. Biolojia iko hapa inatumika, kemia iko hapa inatumika. Tutakapoendelea na maadhimisho mtaona tutafanya mageuzo. Kemia inatumika. Sawa. Hii teknolojia, viongeleo vinakuja kutumika. Waandishi wa habari mpo wengi, nashukuru sana, mnarusha taarifa hizi na nini. Tambueni kwamba hiyo kazi mnayofanya ni nzuri, inaleta ukombozi, na hivyo vyombo mlivyo navyo ni vizuri, mvitumie vizuri kuandika yaliyo mazuri pia. Na kizazi hiki ambacho kama mmoja ni mwandishi wa habari, kila mmoja ana simu yake, anaandika habari, anapeka habari. Basi tujitahidi basi kuchambua laheri kutoka katika lililo la shari. Wapendwa ndugu zangu, nimalizie sasa kwa kuwatakieni kumbukumbu iliyo nzuri yenye kutukuka. Mafunzo toka maisha ya Rais Magufuli ni kujitahidi kuachana na dhambi, kuachana na mizizi ya dhambi, uchoyo, ubinafsi, ufisadi, upotofu na namna mbalimbali. Tuachane na hivyo. Magufuli hakuwa wa hivyo. Tutoke Chato tukiwa Magufuli wengine basi. Magufuli tunajifunza wapi katika upendo na ukarimu? Tunafungwa katika macho yake yenye upendo. Kinyume chake ni vurugu. Tukiishi ubinafsi, tunakuwa watu wa ajabu ajabu. Yeye alikuwa ni mtu wa upendo na amefanya yote kwa upendo mkubwa kwa nchi yetu. Lakini kutoka kwake tunajifunza moyo wa uzalendo, tunajifunza wema, na haya yote ni utakatifu. Tunajifunza utakatifu huo kutoka kwake. Wapendwa, kutoka katika maisha ya Magufuli, Rais Magufuli, twajifunza kusimama imara, kuishi upendo, kuishi ukweli. Twaweza kutoelewana pengine wakati fulani, au pengine kukwaruzana, kuchukizana kidogo, kuonja ugumu, kuonja upinzani kidogo, lakini tuone kwamba sisi ni ndugu. Tusiogopane na wala tusiogope. Mungu yuko pamoja nasi, anatupenda kama watoto wake wa Tanzania, anaipenda nchi yetu na anatupenda sote kama watu wake. Tumsifu Yesu Kristo. Nimehubiri mengi, sijawahi kuhubiri marefu hivi, ni mara ya kwanza.